Mkuu wa wilaya, kwanza umesimama vizuri sana hiyo. Na niwaambieni, narudia tena kuambia, nilisema nikiwa pale, zingatieni sana haya mambo, na ndio maelekezo ya serikali. Moja, ardhi haiongezeki. Wanadamu na viumbe wengine wanaotumia ardhi wanaongezeka. Pili, hatutaweza kuishi kwa kuchukiana na tukasema tuna taifa. Yaani mambo ya kwamba usijui mfugaji kamchukia mkulima, sijui mkulima kamchukia mfugaji, hilo hatutaliruhusu. Hatutaruhusu uadui kati ya wafugaji na wakulima. Yaani mnatakiwa mjue kabisa hilo halitaruhusiwa. Na la tatu, hatutaruhusu uvunjaji wa sheria kwa makusudi. Hii tunaongea kindugu na lazima tuiongee bila kumumunya maneno. Mnasikia ndugu zangu? Tusiposimamia sheria, tutaruhusu wananchi kuchukua sheria mkononi, na sisi kama serikali hatuko tayari kwa hilo. Mnanisikia ndugu zangu? Kwa hiyo tunapokaa twendeni tuambizane njia za kiungwana za kutatua matatizo yetu. 19 Januari wakati ninafanya ziara kwenye maeneo mengine, nikapita kwenye kijiji cha Lotepesi, nikakuta wananchi wakulima wapatao takriban 60 na kuendelea wakilalamika kwamba wamevamiwa. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kwamba siku moja kabla ya hiyo tarehe 19, kwa maana ya tarehe 18 na tarehe 17 Januari, mwenyekiti wa kijiji hicho na mwenyekiti wa kitongoji waliitisha kikao kwenye kijiji hicho kuhamasisha jamii ya kifugaji kwenda kulisha mifugo kwenye mashamba ya wakulima. Kwa hiyo siku ile nimepita, nimesimama na kamati ya usalama, nikasema kwa sababu kazi yetu ni kuleta amani katika maeneo haya, twende tukasikie kilio cha wananchi hawa. Tulipofika kwenye eneo hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukakuta nyumba 5 zinachomwa moto, na shuhudia kwa macho yangu kama mkuu wa wilaya. Na jambo hilo lilikuwa linafanywa na mwenyekiti wa kijiji ameorganize, na tunawaona na familia yake wako pale, na mwenyekiti wa kitongoji. Nikaelekeza wakamatwe mara moja, na kwa hakika walikamatwa, na vijana wengine wapatao 16 wengine wakakimbia eneo lile. Lakini sambamba na hilo, walikuwa na silaha za jadi kwenye eneo hilo, na wakulima wengine walipigwa kwa usalama wao, lakini na mazingira pia kuondoa taharuki na usalama wa wilaya hii, walikamatwa na wakawekwa ndani, na kwa sasa hivi kesi imeshafika mahakamani. Na baadhi ya wananchi wengine walikimbia kwenye kijiji hicho wakihofia kwa sababu ni sehemu ya wahusika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili tumelifanya kwa unyenyekevu mkubwa, na kwa kuongeza, ni kweli tumebaini kulikuwa kuna mazingira ya rushwa. Mimi mwenyewe mkuu wa wilaya, baadhi ya wao walinifuata wakitaka kutoa rushwa, na wengine niliwaweka ndani. Nikawaambia mimi sihongeki na ninasimamia haki kwa ajili ya wananchi, na wananchi wote wanafahamu. Lakini nikapata taarifa baadhi ya viongozi wachache wengine kwenye ngazi za huko na watu wengine walihongwa wakiaminishwa sisi tunaweza tukamuona mkuu wa wilaya. Na taarifa na vyombo vyangu tukazipata kwa wakati. Nikamwelekeza kamanda TAKUKURU afanyie kazi jambo hilo, na kwa sasa liko mezani kwake, na nimemwelekeza hakikishe tunaondoa dhana ya rushwa kwa watu ambao wanapindisha haki ndani ya wilaya.